Karibu sana kwenye kipindi cha mahusiano. Ni siku nyingine tena hii leo kwa ajili ya kuelimishana vitu vingi kuhusiana na mahusiano. Mimi naitwa Elizabeth Simon, hapa ni Liza Media. Kuna rafiki yangu ameomba ni share na nyinyi kitu hiki. Please naomba watu wote tuweze kusikiliza hii story, ambapo mwisho wa siku tuweze kujifunza kitu kuhusiana na hii story, na yeye pia tumshauri aweze kufanya nini. Huyu anasema kwamba yeye alikuwa na msichana, rafiki yangu ni wa kiume ambaye ameletea hii story. Anasema kwamba yeye alikuwa na msichana wake ambapo walikuwa wanapendana sana. Anasema huyo dada ni mpole, mcheshi na alikuwa akimpenda sana. Na alikuwa akitumia muda mwingi, hata kama yuko busy yule kaka, yule dada alikuwa anaenda nyumbani kwake, anafulia nguo, anamnyeshea, anampikia, anafanya vitu vyote ambavyo mdada anatakiwa kufanya ambapo akiwa na mwenza wake. Sasa anasema baada ya muda mrefu kudeti naye, yule dada akaanza kubadilika. Alikuwa hana tabia ya kuombaomba, lakini akaanza kuomba. Alianza kwa kuomba vocha, lakini baadaye akaanza kuomba vitu vikubwa ambavyo hata mwenyewe yule kaka alikuwa akisikia kwamba yule dada kamuomba, inabidi kwanza akae chini ajiulize atapata wapi. Lakini kwa sababu alikuwa anampenda, aliamua kuwa anavitafuta, anapigana ili mradi tu aweze kumpatia. Anasema nilijaribu kufanya vitu ambavyo yeye alikuwa akiniomba, lakini sasa kuna muda ambapo mimi anaweza akaniomba kitu, nikamwambia kwamba naomba nivumilie, nipe hata siku 2-3 niweze kutafuta hicho kitu ambacho nakitaka. Yule dada hataki kusikia. Yeye anataka, mimi nataka sasa hivi, naomba unifanyie sasa hivi. Sasa anasema kwamba kama mimi nisipomfanyia, yule dada anaweza akachukua hata siku 3 bila kuongea na mimi, nikimpigia simu hapokei, nikimtumia message hajibu. Sasa anasema kwamba kuna wakati nakuwa napata mawazo nifanye nini, kwa sababu mimi huyu dada nampenda. Huyu kaka anasema huyu dada anampenda sana na hataki kumwacha, lakini jinsi ambavyo yeye vitu ambavyo anaviomba vinakuwa ni nje ya uwezo wake. Afanye nini ili aweze kupata hivyo vitu? Kuna muda inafikia mpaka huyu kaka sasa anaanza kusema, jamani, hivi haya ni mapenzi ama ni nini? Sasa anasema kwamba hebu naomba unishauri, je, huyu dada ni kweli mimi ananipenda ama ameshapata mtu mwingine? Sasa kwenye Liza Media leo nimekuandalia topic ambayo inasema anakupenda ama anakutumiwa, tofauti kati ya kutumiwa na kupendwa. Kulingana na hii story leo tutaenda kuangalia vitu hivyo, kwamba je, mtu ambaye uko naye ni kweli anakupenda ama anakutumia tu. Karibu sana, usiondoke. Mimi naitwa Elizabeth kama nilivyosema mwanzo. Please, karibu sana. Kabla sijaingia kwenye mada yetu kabisa, naomba nikuulize, je, wewe ambao unaniangalia hapo, je, umesha subscribe YouTube yetu? Kama bado, please subscribe hapo chini ili uweze kuwa unapata vitu vingi tofauti tofauti kuhusiana na mambo mengi ya mahusiano. Tutaanza kuangalia mtu ambaye anakutumia. Je, huyo mtu ambaye anakutumia yeye anakuwa na dalili gani? Mtu huyo ambaye yeye anakutumia yupo kwa ajili ya kukutumia tu, sio kimapenzi, anakuwa na dalili gani? Dalili ya kwanza ni anakuhitaji, anapotaka kitu kutoka kwako. Hivi ushawahi kukutana na mtu ambaye yeye anapotaka kitu kwako, kama alikuwa kutumia message hata wiki 2, kama anataka kitu kutoka kwako, ataanza kukutumia message za asubuhi, za mchana, umekula, uko wapi? Jua hapo huyo mtu anahitaji kitu kutoka kwako. So ukiwa na mtu ambaye yuko na vitu kama hivyo, please ujue huyo ni sio kwamba ana mapenzi ya kweli. Huyo mtu yupo kwa ajili ya kukutumia tu. Na watu wengi wanaumizwa kwenye mahusiano kwa sababu hawajui kutofautisha kati ya kupendwa na kutumiwa. Mahusiano mengi ya karne hii, nakwambia, mahusiano mengi ya karne hii, watu wengi wapo kwa ajili ya kukutumia. Kama wewe una kitu, utaona watu kibao wanakupenda. Lakini imagine kama hauna kitu, utakuwa hauna hata mtu ambaye anakujulia hali. Kwa hiyo ukiwa na mwenza wako kwenye mahusiano, mko pamoja, lakini anakuhitaji pindi pale anapotaka kitu, it's okay, kaa naye mbali, kwa sababu watu wanasema leo uko na huyu mtu sio kwamba ndio mwisho wa dunia. Hamna watu wengine ambao watakupenda. Kwa wanawake pia, kwa wanaume pia. Kama ukiwa na mtu ambaye yeye anakuwa na wewe pindi ambapo anahitaji kitu, please, it's okay, kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye yupo
pembeni anakusubiri wewe akutimizie mambo ambayo umeshindwa kutimiziwa kwenye mahusiano yako. Hiyo ni dalili ya kwanza, anakuhitaji pindi ambapo anataka kitu kutoka kwako. Dalili ya pili ya mtu ambaye anakutumia ni kwamba hajali hisia zako. Hisia zako kwa maana ya kwamba hajali maumivu yako, hajali unajisikiaje, hajali anakuumiza vipi. Huyu mtu ambaye hajali hisia zako kwenye mahusiano ni mtu hatari sana. Ukiwa na mwenza ambaye anajali hisia zake binafsi bila kujali wewe unataka nini, bila kujali wewe unajisikiaje, bila kujali wewe unataka nini, basi ogopa sana, kwa sababu always mimi wanasema kwamba mapenzi ya kweli ni yale ambapo watu wote mnajaliana hisia, kwamba mimi nimekuumiza leo, nitagundua kwamba huyu mtu nimemuumiza kwa kiasi fulani. Kwa hiyo nitajiangalia kwamba nifanye nini ili niweze kufurahi. Lakini ukiwa na mwenza ambaye yeye anajijali yeye peke yake, basi huyo ni mtu hatari. Tukiangalia pia kwenye ile story ambayo nimeshare kutoka kwa rafiki yangu, ukiangalia yule dada hajali hisia za yule kaka, anajijali yeye, ndio maana anaweza akachukua siku 3 siku 4 bila kumpigia simu. Hataki kujua kwamba huyu mwenzake anajihisi nini ama anajisikia vipi kwamba yeye yule dada apokee simu. Kwa hiyo ukiwa na mtu ambaye yuko kama hivyo, it's like ni selfish person. Ogopa mtu ambaye ni selfish kwenye relationship, huyo ni mtu hatari sana.